Tumemshukuru sana Mungu siku ya leo katika ziara yetu katika mitaa miwili ya Magu pamoja na Isandula, lakini tumetiwa moyo sana kufika kwenye nyumba ya mchungaji katika mtaa huu wa Isandula iliyojengwa kuanzia mwaka jana. Ina mwaka mmoja tu na miezi kadhaa, na tayari wameshapaua na wako katika hatua ya kuweka madirisha ili mwezi wa 11 kwa neema ya Mungu mchungaji wao wa mtaa aweze kuingia. Tumetiwa moyo sana kama conference kuona mtaa wa Isandula umepokea njozi hii kwa haraka na kuifanyia kazi kwa haraka. Conference yetu inatumia fedha nyingi kwa ajili ya kodi za nyumba. Zaidi ya milioni 70 tunazitumia kukodisha nyumba za watumishi. Ninawapongeza sana watu wa Isandula na tunawaombea baraka. Washiriki wote wa makanisa ya Isandula tunaomba tuimalizie hii nyumba haraka, na ninatoa wito kwa mitaa mingine ambayo inaunda South Nyanza Conference. Tujaribu kuiga mfano wa Isandula, tukamilishe malengo yetu tuliyojiwekea kwa muda fulani ili kila mtaa uweze kuwa na nyumba ya mchungaji. Nimetiwa moyo sana. Niko na viongozi wenzangu hapa, katibu mkuu Pastor Halid Sadik pamoja na mhazini Elda Mwita. Kwa kweli niungane nawe mwenyekiti na kuchukua nafasi hii kumshukuru Mungu sana na kuwapongeza watu wa Isandula. Tunatoa wito kwa mitaa yote 57 ya South Nyanza ya kwamba kila mtaa ukipata nyumba ya mchungaji basi itatusaidia sana kupanua kazi. Sasa tunaendelea kutoa wito watu wenye nia njema na umission waendelee kufanya jambo hili ambalo litaendelea kumtukuza Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya watu wa Isandula. Kimsingi wanaendelea kututengenezea mazingira ya kupata fedha kwa ajili ya miradi ya utume, na tunaamini watakapomaliza tunaweza tukapata fedha ya kutengeneza mtaa mpya na kufikisha huduma kwa washiriki kwa karibu zaidi. Kwa hiyo tunawapongeza. Sisi kama jimbo tutaendelea kuwapatia support ili waweze kumalizia hii nyumba na mchungaji aweze kuingia. Barikiwe sana.